Naam, jambo mpenzi mtazamaji wa 5 Media, usahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na taarifa kubwa ambayo leo tunao ni kuhusiana na ile ya Askofu Gwajima, ambapo inaelezwa kwamba viongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima baada ya kuweza kufanya siku yao ya jana, Askofu Gwajima ameendelea kuonekana akiwa na nguvu na afya tele kutokana na umbile lake ambavyo alikuwa akionekana. Hii inaonyesha kwamba Askofu Gwajima bado ataendelea kuwa na mapambano kama ambavyo ilivyokuwa awali. Sasa ninakuletea makala kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea kipindi cha nyuma na kumfanya Askofu Gwajima wa kanisa la Ufufuo na Uzima kuweza kukaa kwa nje kwa kipindi kirefu. Naambiwa kwamba maandamano ya Tanzania, Askofu Gwajima pamoja na watu wengine waliweza kutolewa taarifa kwamba wanatafutwa na jeshi la polisi. Na taarifa ilikuwa hivi: jeshi la polisi nchini Tanzania lilitangaza msako mkali wa kuwatafuta watu wanaotuhumu kwa kupanga, kuratibu na kutekeleza maandamano ya vurugu uchaguzi wa mwaka 2025, yani Oktoba 29 katika mikoa mbalimbali nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa na kamanda ambaye ni msemaji mkuu wa jeshi la polisi David Msima, alisema kwamba polisi inawataja watu 10, wengi wao wakiwa wanasiasa wa chama kikuu cha upinzani yani Chadema. Miongoni mwa wanaotafutwa ni aliyekuwa mbunge wa Kawe na mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima. Gwajima ni mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Polisi wamtaka Askofu Maximilian Machumu ambaye ni naibu katibu mkuu wa makanisa Ufufuo na Uzima na kiongozi wa Chadema mkoani Simiyu, na wengine watafutwa ni viongozi waandamizi wanne wa Chadema akiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika, naibu katibu mkuu Amani Golugwa, msemaji wa chama Brenda Rupia na mwenyekiti wa baraza la vijana Godratushi Mahinya. Hata hivyo, makada wengine wanaosakwa ni Godbless Lema, Boniface Jacobo, Awadi Kolonga na wanaharakati kama vile Hilda Netron. Jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja, ilieleza taarifa hiyo. Katika hatua nyingine, polisi inaeleza hatua za kisheria kwa wanaotumiwa kwa uhalifu ambao wamekwisha kukamatwa zinaendelea kote nchini Tanzania, na kwamba tarehe 7 Novemba 2025 baadhi watafikishwa mahakamani. Kutokana na taarifa hizo ambazo zilizidi kuendelea kwenye mitandao mbalimbali na tena kukua kwa kasi, basi hofu zaidi ilizidi kutamba zaidi kwa waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Hatimaye tunaweza kushuhudia kwamba waumini wa kanisa hilo la Ufufuo na Uzima jana wakiwa kanisani baada ya kuweza kuruhusiwa kurudi, askofu wao bwana mtu mzima Askofu Gwajima akiweza kutoa spichi ya kuwatakia heri ya mwaka mpya pamoja na jumbe ambazo zilikuwepo siku ya jana. Tuweza kushuhudia kwamba watu wakiendelea kuwa na matumaini na Askofu Gwajima katika maendelezo wa kuendelea kupambania taifa. Nini maoni yako kuhusiana na mambo ambayo yanazidi kuendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii? 5 Media, don't forget subscribe, like pamoja na kucomment, nami nitazidi kupatia update pamoja na story mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi sina tena la ziada mpaka hapo baadaye.